Mtazamaji wa chaneli yetu, tunakaa hapa na Sheikh Kesere kwa ajili ya kujibu mada ambayo tumeshaifanya na Medad, hasa kuhusiana na lile andiko linalotoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 33 kuanzia ule mstari wa kwanza, kuhusiana, kwa sababu tulikuwa tunaongea kuhusiana na Mungu alivyoweka unabii wake sehemu tofauti tofauti na mpaka kuja kufikia kuutoa Israeli na kuhamishia katika kizazi cha Ismaili. Kwa hiyo leo tupo na Mwalimu Kesede hapa akiwa anajibu hizi hoja, kwa sababu zile hoja alizotoa mwanzo Medad alizikanusha. Mwalimu huyu akasema kwamba zilikuwa ameshindwa tu kufafanua, kwa sababu unaposema mwangaza una maana gani, anaposema Mungu aliwatokea sehemu gani na maana gani, aliposema akahamishia watu walipita wapi, akafafanua kwa uzuri kabisa. Lakini Mwalimu Kesede akasema bado ile alichofafanua sio kweli. Medad akasema kile alichofafanua sio cha kweli. Kwa hiyo leo tunarudia hapa. Karibu sana mwalimu, tuweze kuzungumza juu ya hili, hasa ile andiko la kutoka kwenye Kumbukumbu la Torati 33 kushuka chini na fafanuzi zake ambazo tulizipata mpaka kwenye Agano Jipya. Karibu. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na ndugu zetu katika Adam wa Kristo tunawamkia. Nashukuru sana simulizi kwa leo. Mungu ametujalia tena mara ya pili kutuwezesha ili tuweze kufanya mwendelezo wa kipindi chetu kulingana na kile ambacho Medad aliyokuwa anazungumza kwa ajili ya kupinga na kukanusha kabisa kutokana na kile nilichokuwa nakiongelea katika kufafanua Kumbukumbu la Taurati 33:1 hadi 3. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kuja kutaka kuona ushahidi bayana, kwa sababu watu wapate kujua na kuelewa Medad alichokikanusha ni kweli au sio kweli. Kiufupi ni kwamba ndugu yangu simulizi, mimi niko tayari na nimemfuata bwana Medad, nimemsikiliza alivyonikanusha mwanzo mpaka mwisho, lakini nimepatwa na uchungu sana. Amenikanusha bure tu, na ndio maana nitawaomba watazamaji wetu mzidi kuwa mnafuatilia anachokiongea na ninachokiongea, na nitawaomba watazamaji wetu, ukiwa Mkristo, ukiwa Muislamu, usifati kwa ushabiki, ila fata kwa makini. Wakati mwingine unaweza kumpinga Medad na hali ya kuwa amesema kweli, au kanipinga mimi na hali ya kuwa nimesema kweli. Kwa hiyo muwe mnafanya uchunguzi, mnafata kiumakinifu kabisa bila ushabiki, ila mtizame ukweli uliopo. Nilichokiongea mimi, tizama alichokiongea Medad. Ila mimi naahidi kama Medad nitakuwa ninasema kitu anakipinga, basi nikibahatika kukipata nitakuwa namuonesha kama ananipinga bila elimu, lakini ninachokiongelea mimi ni elimu. Na tatizo ya Medad, ndugu yangu, nataka nikwambie bwana simulizi, Medad anania awe mhubiri na anania kabisa uhubiri, ni nia njema, kwa sababu kuhubiri maneno ya Mungu ni sawa. Lakini bahati mbaya Medad vitabu hana. Akiwa na vitabu viwili vitatu ndio basi, na ndio maana unakutana hata kwenye maongezi yake kuna vile anavyokusudia kuweza kuongea, anaviandika vyote kwenye karatasi. Anakuaga na karatasi zaidi ya 3, 4, 5, anaandika maneno yote yenye atasema, anaiandika kwenye karatasi. Hiyo ni nini, alienda anavisoma kwenye karatasi. Ushahidi wa hiki anachokiandika hapa haujui ametoa mkitabu gani. Unaona bana, haujui. Kwa hiyo ni kusoma tu. Kama kuna siku moja aliwahi kutoa kama tafsiri ya nini, akaisoma kwenye karatasi yake aliyoandika, lakini hapakuwepo ushahidi wa kujua alitoa kwenye kitabu gani. Unaona bana, hana ushahidi wa kile anachokionga anachokisema. Tumekwisha gundua kama ana mambo haya mawili. Kwanza, ana imani na dini yake. Hiyo ni jambo la kwanza, ana imani na dini yake. Ya pili, ana chuki dhidi ya Bwana Mtume Muhammad. Kuna ukweli ambao unaweza ukaongelewa ya kuhusu ukweli wa Uislamu, au Muislamu akaongea kitu ambacho kiko kweli na kinaonekana kiko kweli, lakini kikija kuwa tu kimekwenda kinyume na imani anayoamini Medad, atalazimika apinge huyu ukweli ili tu imani yake ionekane iko wima. Yani usidhani Medad kupinga bimaana hicho anachokipinga ni cha uongo. Lengo tu asimamishe imani yake, kwa kuwa hiki kitu cha ukweli kimekwenda kinyume na imani yake, lazima asimamishe tu imani yake, alazimishe hiki cha ukweli kiwe ni cha uongo. Ndicho kinachomponza. Lakini mimi sihubiri hivyo. Mimi nahubiri kutokana na elimu ya vitabu. Uko nasikia ndugu yangu? Sasa hiki alichokiongea mimi ndio niliwahi kuongea, tulifanya kipindi mimi na wewe
Uliniulizaga kuhusikana vipi agano Ismaili anapata agano la Mungu. Ndio. Tukaongea mambo mengi sana, lakini tukagusia Kumbukumbu la Taurati 33. Nikaichambua kabisa kwa urefu. Ndiyo. Tena kwa upana kabisa sana. Na nikatoa uthibitisho kwa kila kitu, lakini Medadi anajifanya kunikanusha. Sasa kile alichonikanusha nacho nimekinukuu, kile alichonikanusha nimekiandika hapa. Sawa sawa. Nataka kwenda moja baada ya nyingine. Sitakagi mimi nikosee katika yale anayozungumza mtu, sitakagi nimwekee uongo. Kile alichonikanusha nacho nimekiandika hapa, alafu nilinganisha nilichokisema na anachonikanusha, ili wasikilizaji wapate kujua kweli Medadi alipatia katika kunikanusha, okay, au wanione mimi nilipatia katika kupiga msumari kwa kile nilichokiongelea. Sasa ilikuwa tunasimamia kwenye Kumbukumbu la Taurati 33:1. Nataka uisome ile andiko 33:1 mpaka 4, kisha urudie, tuanze uchambuzi moja baada ya kingine. Hii ndiyo baraka ya Musa, huyo mtu wa Mungu aliowabarikia wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Akasema, Bwana alitoka Sinai, akawajia kutoka Seiri, aliangaza katika kilima cha Parani, akaja Meribath Kadeshi, upande wa mkono wake wa kulia palikuwa na sheria motomoto kwao. Hakika awapenda hayo makabila ya watu, watakatifu wake wote wamo mkononi mwako, nao waliketi miguuni pako, watapokea kila mmoja katika maneno yako. Musa alituagiza Torati ni urithi kwa mkutano wa Yakobo. Inatosha. Sasa hiyo ndio andiko ambayo tulikuwa tumechambua siku ile katika kipindi tulichofanya mimi na wewe. Sawa sawa. Lakini Medadi akafanya kipindi na wewe kwa kunikanusha mimi kwa hiyo andiko. Ndiyo. Bwana alitoka Sinai. Ndiyo. Nikaongea mimi nikafafanua. Mungu alikuja kutoka Sinai. Bwana alikuja kutoka Sinai. Nikatafsiri kwamba Mungu kutoka Sinai inamaanisha ni namna Mwenyezi Mungu alivyomtokea Nabii Musa kwa kumpa utume kupitia mlima Sinai. Alitoa sauti kwenye moto. Ndiyo. Ni katika 3:1 pale Kutoka. Unaona bana, sauti ikatoka kwenye moto ikimwambia Musa, ewe Musa, mahali hapo unaposimama ni mahali patakatifu, vua viatu vyako. Unaona bana, na hapo ndiko alipompa utume na akamtuma kwa wana wa Israeli Misri. Okay. Sasa ndio hapa kumbukumbu Musa anakumbukia namna Mungu alivyomtokea katika mlima Sinai kwa kumpa utume, kwa kumtuma aende kwa wana wa Israeli. Nikatafsiri hivyo. Lakini Medadi akanikanusha. Akasema hapana, Mungu alimpa utukufu ulitokea Sinai. Sasa hapo amenikanunisha nini? Okay. Atakuwa amenikanunisha nini? Kama ni utukufu, Mungu alitoa utukufu wake Sinai. Wakati Mungu alipomtokea Musa kwenye kijiti cha moto, sio utukufu wa Mungu? Ni utukufu wa Mungu. Sijui ananikanusha kuni. Yaani anataka tu, yaani ajisikie raha kunikanusha hata kwenye kweli. Ajisikie tu raha kunikanusha. Kingine akasema kwamba nikasema Seiri. Akaondokeshea kutoka Seiri. Nikatafsiri Seiri bimaana ni Edom. Seiri ni mlima wa Edom. Na Mungu kutoka Seiri, tafsiri yake na unabii wake inamaanisha ni kuja kwa Yesu, ni utume wa Yesu, na nikatoa ufafanuzi. Sawa? Lakini akanipinga. Akasema Seiri ni mlima wa Edom, basi akaishia hapo. Sasa unabii unaojificha hapo sasa, Seiri ya Mungu kuondokea kutoka Seiri ni nini? Hakutafsiri. Ila tu alisema Seiri ni mlima wa Edom, ni kweli. Sasa Mungu kuondokea kutoka Seiri ilimaanisha nini? Hakuongea hivi. Lakini si tatizo, kwa sababu tunachokilenga sio hiyo Parani, sio hiyo Sinai, sio hiyo Seiri. Lakini tunachokilenga kwenye mvutano huko ni hapa Parani. Ndio. Sawa? Ndio. Na yeye mwenyewe alisema hivyo kwamba huko kote ulikuwa unapita, hasa ulipokuwa unalenga hapa Parani, ili uje useme unabii ulifika kwa Ismaili ili aje mtume Muhammad atokee hapo. Ndio akasema kama nataka kumpachika Muhammad na Ismaili hapa, kitu ambacho hakiingiliki, na lazimisha kuingiza hapa Ismaili na Muhammad, kitu ambacho hakifai. Mimi silazimishi. Nataka sasa twende uchambuzi kwa uchambuzi, ili watazamaji na yeye aone kama mimi simpachiki. Yeye ni ukosefu wake wa fahamu ndio inamfanya anipinge. Ni kwa sababu Biblia haisomi. Anaisoma kiimani. Sasa sisi tunaisoma Biblia tofauti na anavyoisoma yeye. Si tunaisoma kielimu, yeye anaisoma kiimani.
Kisha hapa sasa, baadhi ya yale aliyoshindwa kutafsiri ndiko nakuanzia sasa. Cha kwanza alisema hivi, upande wa kuume sheria ya motomoto. Sheria ya motomoto ni Torati. Wakati mmoja ima nyingine, namna moja ima nyingine anaweza kupatia, lakini hajapatia. Kwa sababu hapa Mungu anapokuwa anaongelea, ni Mungu alipokuwa anaongelea wana wa Israeli walipokuwa pale parani. Taurati ilikuwa bado haijakuwepo. Walikuwa wangali njiani kutoka Misri kwenda sehemu ya ahadi ya nchi aliyowaahidi Mungu. Torati ilikuwa bado. Walipofika sasa ndio Mwenyezi Mungu akawaanzia, akawapa Torati, kila kitu cha Torati, akawapa kwanza amri 10. Unaona bana, walikuwa wangali njiani, Torati ilikuwa bado haijakuwepo. Unasikia bana? Walikuwa wangali njiani kutoka Misri kwenda kwenye nchi ya ahadi. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu anavyokuwa anakumbusha wana wa Israeli walivyokuwa wanapita pale parani pale, Torati ilikuwa bado haijakuwepo. Anapotea Torati pale amekosea. Isipokuwa kuna sheria ambayo ilikuwepo pale, mimi nitaionyesha ilikuwa ni sheria gani. Sawa? Hapa sasa tunaposema hapa walipotoka Misri, breki yao ya pili, akasema hivyo. Walipokuwa wanatoka Misri, breki yao ya pili ilikuwa ni hapo parani. Kakosea. Breki yao ya pili kutoka Misri na kufika pale parani haikukuwa hapo. Breki yao ya kufika hapo parani ilikuwa ni ya 13. Kama sisahau, ilikuwa ni ya 33 au na moja, kwa sababu walikuwa na vituo 44 kutoka Misri mpaka kufika kwenye nchi ya ahadi. Walikuwa na vituo njiani, vituo 44. Pale parani ni kituo cha 31, 32 kama sisahau, sio kituo cha pili. Kituo cha pili ni kabla hujafika parani. Walikaa pale miaka ya kutosha, walitembea safari nzima miaka ya kutosha, siku nyingi wako njiani wanatembea. Walipofika pale parani ilikuwa ni kituo cha 30 kama na 3 kama na 2, sio ya pili. Pale alikuwa amekosea, kadanganyika na ushahidi huo hana, lakini mimi na ushahidi katika Hesabu 33 kushuka. Sawa? Haya. Ya pili akasema hivi kwenye hapa sasa kulibakia sasa mgogoro. Aliangaza katika kilima cha parani. Hapa ndiko nataka kuzamia. Sawa? Aliangaza katika kilima cha parani. Kuna mambo hapa. Huu mwangaza ni nini? Parani ni wapi? Hapo ndiko kuna vitu vinavyojificha hapo. Sawa kaka? Kabla mimi sijaweza kuendelea hapa, nataka nikwambie bwana simulizi 33:1 andiko hili Kumbukumbu la Taurati 33:1 na kushuka. Ni hapa Musa anataka kuondoka. Musa alijua kama hapa inafika wakati anataka kutoweka, anataka kufa. Ilibidi awaambie maneno. Haya maneno sio bure. Sio bure kuambia, usifikiri aliwaambia tu, hapana. Aliwakumbusha kitu baada ya mimi kutoka kwangu. Mungu atatengeneza vipi na ulimwengu? Atatengeneza vipi juu ya wanadamu? Haya maneno si maneno ya kijuujuu, eti kukumbushia tu wana wa Israeli walipita wakaenda. Hapana. Kuna kitu ambacho Mungu anataka wafahamishe wana wa Israeli. Baada yenu nyinyi itakuaje? Baada yenu nyinyi itakuaje? Ndio maana unasikia Moses anasema hii ni baraka ya Musa aliyowaachia wana wa Israeli. Bimaana amewaachia kuwafungulia, kuwapa maono ya baada yake, kutakuwepo nini baadaye. Unasikia ndugu yangu? Kutakuwepo nini baadaye? Ndio maana ukisoma Yeremia 28 aya kwanza katika Biblia tafsiri ya Verbum, soma hii. Sawa. Kabla tujaendelea hapa usikie kitu. Yeremia 28. Okay. Yeremia 28 aya kwanza, alafu utupe ufafanuzi. Okay. Sawa. Yeremia 28 mstari wa kwanza nasema, mwanzo wa utawala wake Sedekia mfalme wa Yuda, mwaka wa 4 mwezi wa 5, nabii Hanania mwana wa Azuri mzaliwa wa Gabaoni alisema hivi na Yeremia ndani ya nyumba ya Bwana mbele ya makuhani na watu wote. Tupe ufafanuzi wake. Okay. 28:1. Ufafanuzi wake ndio. Tangu Elia utume wa manabii ulikuwa wa kutafsiri mwisho wa ufalme wa Israeli na kutangaza ufalme mpya utakao ugomboa. Basi walitangaza ushindi fulani, lakini walizidi kurudi nyuma. Unaona pale bwana,
Hii ni Biblia hii. Okay. Inakuonesha tangu nabii Eliya na kuendelea mpaka mwisho. Yeah. Manabii wote walikuwa wakitangaza mwisho wa ufalme wa Israeli na ufalme utakaogomboa. Okay. Ndio maana 33:1 Kumbukumbu la Taurati, Mungu alikuwa akimwambia nabii Musa wakati Musa anataka kuondoka aliwaachia baraka ya kuwafunulia baadaye itakuwaje. Malengo ni kwamba ilikuwa inatakiwa kuwafahamisha wana wa Israeli, kuonesha ufalme gani itakao wagomboa wao baada ya nabii Musa kutokea katika maisha hiyo ya baadaye. Okay. Ndio maana hii kumbukumbu. Sawa, pale ninaposoma 33 kwa ule mstari wa kwanza, hasa ule mstari wa pili anaposema Bwana aliwatokea hivi, mimi kama Mkristo nasoma kwamba Musa anawakumbusha kwamba Bwana alitenda hili, Bwana alitenda hili, Bwana alitenda hili na Bwana alifanya hivi, kwa kumaanisha kwamba tuendelee kumwamini. Sio kwamba hivyo vitu vitatokea baadaye. Yaani nikisoma naelewa kwamba Mungu alishafanya hivi. Ni sawa na nikisema Mungu aliwavusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Yaani hiyo ilishatokea, sio kwamba tena Mungu atakuja tena kuwavusha tena kwenye bahari ya Shamu, kwamba nitegemee chochote tena kwa ajili ya bahari ya Shamu. Hapana, ila anajua kwamba Mungu alilitenda hilo. Kwa hiyo niendelee naye kwa sababu atanitendea lingine kama aliweza kutenda hilo. Kwa hiyo hata vile unavyosema pale si unabii, ila ni kukumbuka kwamba kuna kitu fulani Mungu alishawafanyia. Kwa hiyo sasa, kwa sababu kule chini Musa bado anaendelea kuwasisitiza wana wa Israeli wamshikilie huyo Mungu. Ni kweli, haujakosea, lakini usisahau simulizi. Kuna kitu ambacho Mungu anaweza katenda leo. Ndiyo. Anaweza akakitenda leo. Ndiyo. Kwa faida ya kesho. Kabisa. Soma 46 Isaya 46:9. Mstari wa 9. Sawa. Mstari wa 9 anasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Unaona bana? Okay. Mungu anaweza katangaza habari ya mwisho, anaitangaza leo. Tangu mwanzo. Anaitangaza mwanzo, habari nyingine itatokea mwisho. Huko anasema nimefanya hivi, nilifanya hivi. Kumbe analenga itakayotokea mwisho ndio anaifanya leo. Yaani nachomaanisha pale ni kwamba Bwana alitokea katika mlima Sinai. Inamaanisha kwamba hapo kweli alishatokea. Aishatokea. Yaani alipotokea kwenye mlima Sinai alishatokea. Ndio. Alipokuja kutokea Seiri alishatokea. Yaani alitokea Sinai alishatokea. Alitokea Seiri alishatokea. Aliangaza katika kilima cha Parani alikuwa ameshaangaza. Akaja Meribath Kadesh alikuwa ameshakuja. Yaani wakati wanaongea yote alikuwa ameshafanyika. Na upande wa kulia kulikuwa na sheria moto kulikuwa tayari. Yaani wakati wanayaongea haya yote alikuwa ameshafanyika. Sio kwamba walitegemea kuna hata moja litafanyika baadaye. Ni kweli, lakini sasa inatakiwa sasa uweze kufahamu. Ameangaza katika kilima cha Parani. Swali yenyewe inakuja sasa. Ule mwangaza wenyewe ameangaza pale, ni mwangaza ambao ni faida wa wakati huo au ni faida itakayoendelea? Jambo la kwanza. Na jambo la pili, Parani ile ni wapi mpaka Mungu apaangaze pale? Ni wapi mpaka Mungu apaangaze pale? Na kama Mungu amepaangaza hapo Parani, je, huyo mwangaza aliyoutoa Parani aishaga utoa kwa leo hauko tena? Okay. Unaona sasa ni kitu kimeisha tendeka, lakini tutizame kama itakuwa na faida ya kuendelea, kwa sababu kuna faida ambayo Mungu anaweza akafanya ikawa ni wakati huo huo na imeishia hapo hapo. Okay. Na kuna faida ambayo Mungu anaweza akafanya hapo ikawa ni faida ya kuendelea. Okay. Inatakiwa sasa maandiko ndio itufafanulie, ituoneshe alichokifanya wakati huo. Je, kiliishia wakati huo au ni kitu ambacho kitakachoendelea mpaka kiyama? Sawa. Sasa isiwi maimani zetu ndio tupachike hapo. Iwe ni muongozo wa maandiko. Okay. Twende kwa muongozo wa maandiko. Tusiendi kwa muongozo wa maimani zetu. Sawa. Kwa mujibu wa vitabu kama vinavyokuwa vinaongelea. Okay. Sawa? Ndio maana kwa hiyo swali lako unasema kwamba inawezekana pale kwenye kumbukumbu ni Mungu alikuwa anamwambia Nabii Musa aseme vitu ambavyo vimekwisha fanyika. Ndio. Itakuwaje tena useme itakuja kutokea baadaye na hali ya kuwa vishaga fanyika? Haimaanishi ni unabii wa kusema utakuaga. Si ndivyo unavyosema? Ndio nimekupa hii andiko. Mungu anasema hivi, vitu vya baadaye naweza nikavifanya mwanzo kwa kutegemea vya mwisho. Sawa. Na mojawapo ndio kama hii. Tutaona kama alipovifanya hivyo vitu, alivifanya kwa faida ya wakati ule au na baadaye. Tutajua baadaye. Sawa. Lakini tunaona hapa Mungu anafanya vitu hivi vitatu. Ndiyo. Anaonesha nyakati tatu tofauti. Ndiyo. Ya kwanza, Mungu alitoka Sinai. Kabisa. Kutoka Sinai maanake Mwenyezi Mungu anaonesha unabii wa Nabii Musa. Okay.
gisi alivyomtokea Nabii Musa na kumtuma kutoka Misri, kutoka sehemu alipokuwa kwenda Misri kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli. Hiyo hakina mvutano. Okay. Sawa. Hivi hiyo kumbe Sinai huwa haimaanishi pale alipopewa zile amri 10, tuseme alipopewa Torati. Kabla ya Torati. Okay. Kabla ya Torati. Lakini Torati nalo ni Sinai hiyo. Ni Sinai hapo hapo. Sawa. Sinai ni hapo hapo. Sawa. Unaona bana? Sasa Mungu kabla hajampa Torati alimtokea hapo hapo Sinai akiwa anawaka kwenye kijiti cha moto. Kwenye kijiti cha moto ndio akamtuma, ilikuwa ni huyo mlima wa Sinai. Sawa. Na baadaye tena akatokea kwa huyo mlima Sinai baada ya kumpa utume, baada ya kusha ameisha wakomboa wana wa Israeli, Mungu tena akamtokea Sinai. Ndio akampa mbao 2 na hiyo andikwa amri 10. Okay. Lakini kabla hiyo mbao 10 alimtokea kwanza kwa kumtuma aende Sinai, aende Misri kuwakomboa wana wa Israeli. Sawa baba. Sasa kuwakomboa wana wa Israeli alipowatoa kutoka Misri mpaka kufika kwenye ahadi ni miaka mingi imepita hapa njiani wakiwa katika safari. Sawa baba. Mpaka alipomaliza mission yake imekwisha, Musa amefika kiwango cha miaka, anaona kama anataka kufa, ndo anasema hivi, Musa anawaachia baraka wana wa Israeli. Baraka ya nini? Kuna maneno sasa yenyewe anawaambia juu ya utume. Anawaambia nyakati fulani ilitokea hivi, nyakati fulani ilitokea hivi, nyakati fulani ilitokea hivi. Maandiko sasa ndio yatatuambia kwa nini Musa atuambie hivi, kwa nini atuambie hivi, kwa nini atuambie hivi. Ndio tutajua kwenye maandiko. Sawa. Sinai inakusudia utume wa Nabii Musa, namna alivyoishi na wana wa Israeli mpaka alipomaliza. Okay. Seiri inamlenga Yesu. Hapa kuna elimu pana sana. Okay. Kwanza Seiri ni mlima wa Edom. Okay. Kwa nini iwe ni mlima wa Edom? Acha nikuonje tu kidogo upate kugundua kama ni Yesu. Sawa. Sawa baba? Yeah. Soma kitabu cha Hesabu. Seiri ilikuwa inamhusu Yesu kwenye mlima wa Edom. Okay, Hesabu ngapi? Hesabu 21 kuanzia 9. Mstari wa 9 anasema, Musa akafanya nyoka wa shaba akaiweka juu ya mti. Hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, akawauma watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu. Wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Unaona bana, katika mlima wa Edom, mlima wa Edom watu walikufa wengi hapo sana. Okay. Katika mlima wa Edomu. Okay. Unaona bana, walikufa wengi, na sababu ya kufa wengi walimuasi Mungu. Okay. Walipomwasi Mungu, Mungu akakasirika. Akatuma nyoka. Katika mlima wa Edomu, Mungu akatuma nyoka. Nyoka zikaja zikawauma watu wakafa sana. Okay. Sawa wana. Musa akamlilia Mungu. Alipomlilia Mungu, watu wamekufa sana, ndio Mungu akamwambia tengeneza nyoka ya shaba. Okay. Uisimamishe. Kila atakayetazama ile nyoka atapata kupona. Ile sumu itaisha. Unifuata vizuri hapo? Ndiyo. Ile sumu itaisha. Katika mlima wa Edomu ndio mlima wa Seiri. Okay. Unaona bana? Ndio pale 9 kwenye umesoma. Musa akatengeneza nyoka ya shaba, akaisimamisha, akawaambia hivi, tizameni ile nyoka. Kila mwenye kutizama ile nyoka na ndio amepona. Sasa huyo ni utabiri wa kuja kwa Yesu. Okay. Ni utabiri wa utume wa Yesu. 3:14 Yohana, kama vile Musa alivyosimamisha ile nyoka ya shaba, mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Sawa, mstari wa 14 anasema, na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Basi. Kwa hiyo Yesu hana budi kuinuliwa. Wakristo hapo kwa ujanja wao wanataka kutia mambo ya msalaba. Hakuna mambo ya msalaba hapo. Okay. Manake Yesu Mwenyezi Mungu alimtuma ili kila atakayemtazama, atakayemwamini apate kuokoka. Okay. Apate kusamehewa. Kama vile katika mlima wa Edom watu waliliwa na nyoka, Musa akatengeneza nyoka ya shaba ili kila mtu akiona ile nyoka ya shaba akapona. Maana yake wakati huo ilikuwa ni ujio wa Yesu kuja kuwakomboa wana wa Israeli. Atakayemuamini, atakayemkubali, basi huyo atapona. Kupona kule maana yake ataokoka. Kwa hiyo Mungu alitokea Seiri, maana yake ni mlima wa Edom.
wana wa Israeli walipoliwa na nyoka, lakini Musa akatengeneza nyoka ya shaba, wakatizama wakapona. Ni ujio wa Yesu. Kila atakayemwamini Yesu katika wana wa Israeli atapona. Na ndio maana ukisoma 5:31 kitabu cha Matendo ya Mitume, Yesu alitumwa, kila mwenye atamwamini ataokoka. Kwa hiyo niliposema kwamba Seiri ilihusikana na utume wa Yesu, Sinai imehusikana na utume wa Nabii Musa, Seiri inahusikana na kuja kwa Bwana Yesu kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli kwa maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya Bwana Yesu, hapo ndiko kuna kazi. Okay. Kwa sababu hivi vipindi vyote vitatu vinawahusu ni manabii. Sinai inahusu utume wa Nabii Musa. Seiri inaashiria utume wa Nabii Yesu. Parani sasa inaashiria utume wa nani? Okay. Kwa sababu Yesu ndio mtume wa mwisho kwa wana wa Israeli. Sasa baada ya utume wa Yesu ndio inatokea Parani. Ndio Mungu akasema akaangaza katika mlima wa Parani. Sasa hapo ndio kuna kazi. Medadi alisema hivi, kwanza mimi nilisema mwangaza aliyoutia Mungu. Biblia inatuonesha mwangaza wa Mungu ni vitu tofauti. Mwangaza wa Mungu unaweza kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Mwangaza wa Mungu inaweza kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mwangaza wa Mungu inaweza kuwa ni muongozo wa Mungu. Mwangaza wa Mungu inaweza kuwa ni mwangaza wa watu kuona wanakopita. Yote hiyo inaitwa ni mwangaza. Lakini kuna mwangaza uliolengwa hapo, si mwangaza wa taa, sio mwangaza wa mwezi. Lakini Medadi alinipinga akasema mwangaza huo si mwangaza wa kila alichokiongelea Kesede. Huo ni mwangaza wa wingu. Akatoa 10:12. Soma hiyo andiko ya Hesabu 10:12. Alitoa Hesabu 10:12 kunionyesha kama mwangaza wa kuangazia Parani ni nani? Ni mwangaza wenyewe ni mwangaza wa mwezi, ni uwingu, ni mwangaza wenyewe kabisa. Ni mwangaza wenyewe wa kawaida. Soma hiyo andiko. Anasema mstari wa 12, wana wa Israeli wakasafiri kwenda mbele kwa safari zao kutoka jangwa la Sinai, na hilo wingu likakaa katika jangwa la Parani. Nao wakasafiri kwanza kwa amri ya Bwana kwa mkono wa Musa. Inatosha. Okay. Ndo andiko alilotoa Medadi kutafsiri kama Mungu aliposema akaangaza katika mlima Parani. Ule mwangaza katika mlima Parani haimaanishi Mungu anatia unabii pale. Haimaanishi Mungu anatia maneno yake pale Parani. La, sio mwangaza wa maneno au wa unabii, ni mwangaza wa wingu. Okay. Ndicho alifo tafsiri Medadi kwa andiko ya 10:12 Hesabu. Ndiyo. Lakini kakosea Medadi. Mwangaza huu sio ule mwangaza wa Kumbukumbu 33:3 Mungu akaangaza Parani. Huyo mwangaza wa Mungu kuangaza Parani ni tofauti na huu mwangaza wa uwingu wa 10:12. Ili upate kunigundua hilo, soma 10:12. Hiyo Hesabu hiyo Hesabu 10:12 ambayo alitoa yeye. 12 inasema kwanza nasoma 11. Ikawa mwaka wa pili mwezi wa pili siku ya 20 ya mwezi, hilo wingu liliinuka kutoka upande juu ya maskani ya ushahidi. Wana wa Israeli wakasafiri kwenda mbele kwa safari zao kutoka jangwa la Sinai, na hilo wingu lilikaa katika jangwa la Parani. Nao wakasafiri kwanza kwa amri ya Bwana kwa mkono wa Musa. Inatosha. Okay. Unasikia hapo? Ndiyo. Uwe makini. Ndiyo. Na uzingatie hayo maneno. Sawa. Kitabu kinasema hivi, wingu ukaonekana Parani. Ndiyo. Wakasafiri. Ndiyo. Sikiliza. Ndiyo. Baada ya wingu kuonekania wakasafiri. Maanake andiko hilo linaonesha ni wingu, ni mwangaza wa kuonesha namna utakavyopita. Ndiyo. Namna utakavyosafiri. Sawa. Ni tofauti na ile 33:3. 33:2 ya Kumbukumbu. Ule mwangaza wa Mungu kuangazia Parani pale kwa Kumbukumbu ni tofauti na hiyo. Hii inasema hivi, uwingu uliposimamia Parani wakaona sehemu ya kupitia, si ndio hivyo? Sasa soma ile Kumbukumbu la Taurati 33:2. Uone mwangaza wa Mungu ni huyu au ni tofauti na hiyo. 33:2 inasema, mstari wa pili unasema, akasema Bwana alitoka Sinai akawajia kutoka Seiri. Aliangaza katika kilima cha Parani, akaja Meribath Kadesh. Upande wa mkono wake wa kulia palikuwa na sheria motomoto kwao. Inatosha. Tofauti na ile. Mungu akaangaza katika mlima Parani, akaja Meriba Kadesh.
mkono wake wa kulia palikuwa sheria ya motomoto. Yaani Mungu alipoangaza, Meriba akatokea na palikuwa sheria ya motomoto kwenye mkono wa kulia. Ile mwangaza wa wingu ulipoonekana parani, wakasafiri. Lakini hapa Mungu alipoangaza, Meriba ikatokea. Tofauti. Kwa hiyo ule mwangaza ni mwangaza wa wingu kwa ajili ya safari, lakini hapa Kumbukumbu la Taurati Mungu alipoangaza akatokea Meriba Kadeshi na sheria motomoto kwenye mkono wa kulia. Si unaona kama kuna utofauti? Kwa hiyo mwangaza wa wingu pale ni wa kusafiri, na mwangaza wa Kumbukumbu la Taurati ikatokea Meriba kwenye mkono wa kulia, palikuwa na sheria ya motomoto. Ikiwa na maana kama huyu mwangaza ni mwangaza wa kutia sheria, ni mwangaza wa maneno ya Mwenyezi Mungu, na ndio maana ikatokea Meriba. Meriba ni maji. Sawa, naona tumesoma hapa Sinai, tumeona kilitokea kitu fulani. Akawajia Seiri, Seiri tumeona pale aliinuliwa nyoka wa shaba. Okay, hapo kilima cha Parani nini kilitokea? Ambacho kwa mfano tutapata tafsiri nyingine ya mbele ambayo kama vile tulivyopata hapa tuliona ameinuliwa nyoka, alafu tunaona kule kwa Yohana kwamba ni Yesu, naye ilikuwa yani tuseme kama utabiri wa Yesu. Na hapa Parani sasa nini kiliinuliwa? Yani nini kilitokea katika ile andiko hapa? Si ndio hapo wamesema akaja Meriba. Okay. Soma 33:2, akaja Meriba Kadesh na mkono wa kulia kulikuwa sheria ya motomoto. Yaani sheria ya motomoto inakuja baada ya Mungu kuangaza. Yaani inachomaanisha hapa hakuna andiko linalofafanua hapa aliangaza katika kilima cha Parani. Hakuna andiko linalofafanua hapa. Kwa mfano andiko linalofafanua Bwana alitoka Sinai, tunaona kule kuna andiko ambalo linafafanua Musa, kijiti cha moto na amri 10 zote zinaonekana zinapatikana pale Sinai. Akawajia kutoka Seiri, tunaona wale nyoka wana wa Israeli wanamnungunikia Mungu, nyoka wanakuja wanawangata, nyoka wa shaba anainuliwa. Je, hii ya kuja kilima cha Parani hakuna? Kilima cha Parani si ndio hapo imesema iko, kwa sababu inasema hivi alipoangaza Meriba Kadeshi akaja. Hii Meriba Kadeshi ni maji. Ni maji kwa sababu wana wa Israeli walikuwa na kiu. Walipokuwa na kiu ndio Musa akapata maji. Alipopata maji ya wao kunywa ndio Mungu akasema sheria ikatokea. Maki Mungu aliangaza, alipoangaza maji ikatokea, sheria ya Mungu ikatokea kwenye mkono wa kulia. Sijui kama hapo umenielewa. Yaani hapo sijakuelewa vizuri, labda sijui hatuelewani ninachouliza. Unauliza hivi. Ninachouliza ni kwa mfano, unaona hapa akaja Meriba Kadesh. Hapo Bwana alipokuja kweli tukienda kulitafuta ile andiko la Mungu kuja Meriba Kadesh tutalipata na tutakuta Musa aliambiwa ashike ile fimbo apige ule mwamba hapo Meriba, alafu ndo wakapata maji. Tukisema twende Sinai tutampata, yani tutapata maandiko yanayohusu Sinai. Tukisema twende Seiri tutapata maandiko yanayohusu Seiri, Musa na muinua nyoka. Kwa sababu hata hapa walikuwa na kiu, wakamlilia Mungu kweli wakapata maji. Mungu akawafanyia hivyo wakapata hayo maji. Aya, Parani Medadi yeye alishatoa kwamba aliposema Parani tunaenda kule kwenye ile andiko la Kutoka, tunawapata wenyewe wanaangaziwa. Na ni kweli mwanga wakaangaziwa wakapita. Lakini ukasema sio hilo. Sasa ndo nikasema hakuna lingine kwa sababu haya mengine yote yana tafsiri zake. Hili la Parani halina. Nimekuonesha hivi, ile alilotoa yeye Medadi. Ni nyakati nyingine hapo Parani kwa sababu Parani walikaa siku nyingi. Okay. Walikaa siku nyingi. Ukisoma Kumbukumbu la Taurati 1:41 inasema hapo Parani wameikaa siku nyingi, miaka mingi wameikaa hapo Parani. Sawa. Sasa ile ya kitabu cha Hesabu 10:12 aliyotoa Medadi ni wakati mwingine hapo Parani, na ile ya Kumbukumbu la Taurati 33 ni wakati mwingine hapo Parani kwa sababu walikaa muda mrefu. Okay. Unaona bana, ni wakati mbili tofauti. Okay, sasa ndio. Sasa tutalipata hilo andiko. Yaani kwa mfano haya mengine yote, Seiri, Meriba Kadeshi, Sinai yote tunayapata. Hili la Parani tunalipata ndo, kama lile tunalikataa. Hilo ndo tutachambua kwa sababu hii ina maandiko mengi kushinda vile vinani viwili, kushinda ya Sinai na kushinda ya Seiri. Hii Parani ndo ina maandiko mengi. Kabla sijaenda kwenye hiyo maandiko, nataka tufafanue andiko, nimtofautishie kwanza wakati mbili ya ule mwangaza. Mwangaza huu unaokosodia ni wakati mwingine na mwangaza aliotoa yeye ni wakati mwingine, lakini yote imepitika pale Parani. Sawa. Kwa sababu 1:41 kitabu cha Kumbukumbu la Taurati inasema kama walikapo Parani muda wa siku nyingi. Haikukuwa siku moja tu.
Sawa. Kwa hiyo ule mwangaza wa Kumbukumbu la Taurati ni wakati mwingine, na ule mwangaza wa wingu ni wakati mwingine. Huyo mwangaza wa wingu ni wakati walipopata ule mwangaza ndio wakasafiri. Lakini huyo mwangaza wa Kumbukumbu la Taurati hapo Parani ulipotokea, Meriba katokea, maanake maji katokea, sheria kwenye mkono wake wa kulia. Okay. Basi sawa, basi inawezekana ile andiko tunavyolisoma, nyinyi Waislamu mnavyolisoma kweli na sisi wa Kristo tunatofautiana. Hapo inaposema tu akaja Meribath Kadesh, yani ni kwamba Mungu alikuja Meribath. Tuseme hivi, ngoja nikusomea maandiko kinachokuaga kinamaanisha. Ni kwamba Mungu alikuja Sinai, Mungu alikuja Seiri, Mungu alikuja Parani na Mungu alikuja Meribath Kadesh. Ndio hicho tunachomaanishaga sisi tukisoma ile andiko. Na hata Mkristo yote hapa akisema Bwana alikuja Sinai anakubali. Bwana alikuja Seiri anakubali. Bwana alikuja Parani anakubali. Bwana alikuja Meribath Kadesh anakubali. Ni tatu tu. Okay. Ni kuja kwa Bwana ni nyakati tatu. Okay. Alikuja ya Sinai, alikuja ya Seiri, alikuja ya Parani. Okay. Basi ile ya Sinai inamhusu Musa. Yeah. Ile ya Seiri inamhusu Yesu. Okay. Hii ya Parani ndiko ambako hatujajua inamhusu nani. Okay. Ila kinachokuwa kinazungumziwa kwanza, sijasema inamhusu nani. Yeah. Ila bado niko nataka kuonesha utofauti wa ule mwangaza. Okay. Kenye mimi niko nataka kukutofautishia mwangaza ule ambao Mungu aliangaza pale Parani ni tofauti na ule mwangaza wa 10-12 wa Hesabu. Sawa, wakati ndicho ninachomaanisha. Sawa, wakati tunaenda huko, maana yake hakuna sehemu ambayo inaitwa Meribath Kadesh kwa usomaji wa Kiislamu. Hapo kwenye maandiko ziko nyingi. Inazungumzia sehemu ya ardhi. Kwa mfano Sinai ni sehemu ya ardhi. Seiri ni sehemu ya ardhi. Meribath Kadesh si sehemu ya ardhi katika usomaji wa Kiislamu. Ni sehemu ya ardhi. Kwa hiyo Mungu alikuja hapo Meribath Kadesh. Ndio. Aha, sasa wewe ulisema tatu, maana yake hiyo Meribath Kadesh ulikuwa umeitoa. Hiyo Meribath Kadesh ndio hapo Parani. Okay. Rukia 8. Okay. Ili utake kunielewa, Rukia 8. Mstari wa 8 hapa. Hapo katika Kumbukumbu la Taurati. Okay. Rukia 8 inasema akamnena Lawi, Thumimu yako na Urimu yako vina mtakatifu wako aliyemjaribu huko Masa, akateta naye kwenye maji ya Meriba. Unaona bana? Okay. Huko Masa akateta naye huko Masa kwenye maji ya Meriba. Okay. Kwa hiyo maji ya Meriba ni huko Masa. Okay. Na huko Masa tunapapata ni Parani. Okay. Unanielewa pale kaka? Hapo nakubali. Yaani unielewa vizuri sana. Yaani Mungu aliteta nao huko Masa kwenye maji ya Meriba. Okay. Ndio pale wanakwambia hivi, Mungu alipowaangazia tu maji ya Meriba ikatokea. Ni wapi? Ni hapo Masa. Na Masa ndio Parani. Okay. Na Masa ndio kizazi cha Ismaili. Okay. Soma Mwanzo 25:17. Uanze 13. Sawa. Mstari wa 13 unasema na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli kwa majina yao na kwa vizazi vyao. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli ni Neabothi, Nebayothi, Kedari, Abdili, Mibsamu, Mishma, Duma na Masa. Okay. Masa ni katika kizazi cha Ismaili. Okay. Unaposikia hapo Parani, manake ni hapo Masa kulipotokea maji ya Meriba. Okay. Unasikia ndugu yangu? Kwa hiyo wana wa Israeli walipita hapo. Okay. Kwa hiyo walipita hapo Parani, na Parani ni katika kizazi cha Ismaili. Okay. Ndio maana ukisoma Kumbukumbu, ukisoma Mwanzo 21 utapata kugundua kama Ismaili aliishi hapo Parani, akaikaa hapo Parani. Okay. Yaani Parani ishapita. Musa alikuja kuzungumza na Parani ishaga pita zamani. Okay. Parani yenyewe ni mpango wa Mungu. Okay. Parani tu yenyewe ni mpango wa Mungu. Soma Mwanzo 14:6. Sikilize hiyo andiko. 14:6. Mwanzo 14:6. Mstari wa 6 anasema na Wahori katika mlima wao Seiri mpaka El-Parani iliyo karibu na jangwa. Mpaka El-Parani iliyo karibu na jangwa. Inamaliza. Okay. El kwa Kiebrania ni Mungu. Okay. Parani ndo pale Masa. Okay. Sawa kaka Unaposikia wanakuambia El-Parani maanake Mungu wa Parani. Okay. Kama vile Mungu wa Yerusalemu. Okay. Ndo Mungu wa Parani. Sawa. Kwa hiyo Parani ilikuwa na mpango wa Mungu.
ni jangwa ambalo Mungu alikuwa nalo mpango. Sawa sawa. Na huyo mpango ndio tuko tunaenda kuchimbua, ni mpango unaohusikana na utume wa nani? Kwa sababu tulipata Sinai inahusu utume wa Musa. Okay. Seiri inahusu ujio wa Yesu. Na tumeona maandiko tumethibitisha. Sasa hapa Parani hapa, kabla tujajua inamuhusu nani, tumepata kwanza hapa Parani Mungu akaangaza. Alipoangaza maji ikatokea. Ukauliza, hii maji hakuna sehemu yake? Nimekuonesha hii maji ilikuwa ni hapo hapo Masa, ambao ni Parani, na Parani ni kwenye kizazi cha Ismaili. Ujue mwalimu, hapa ambao hawasomagi Biblia na ambao wanafuatilia, unavyoongea kidogo iwe wazi. Unaposema alipoangaza maji yakatokea, unaweza kidogo ukawa unawachanganya, yani kwamba yani wao wanaona ina maana kumbe Mungu alivyoangaza maji yalitokea. Wanaona kama ni kitu fulani ambacho wao ambao hawasomagi watajua kwamba Mungu aliangaza maji yakatokea, ila kwa wanaosoma Biblia tena nao watakuwa wanaona Mungu ndio aliangaza kwa wakati wake na maji nayo walienda kuyatafuta kwa wakati wake tofauti. Ndio. Kwa mfano wao watachukulia ule mwangaza na usema Medadi, watasema Mungu aliwaangazia, alafu kuhusiana na maji litakuwa ni dai lingine ambalo Mungu alimtuma Musa akamwambia aende kwenye ule mwamba kule Meribath Kadesh, akaenda akapiga na kweli wakapata maji. Hapo umetafsiri vizuri. Hapo ni kama umenisaidia vile vile katika kufananua. Maana ni vipindi viwili tofauti. Sawa. Huyo mwangaza ambao Mungu aliangaza huyo, ikawa sababu ya maji kutokea na sheria ikatokea. Kwa sababu inasema hivi, akaangaza kwenye kilima cha Parani, akaja Meriba Kadeshi, mkono wake wa kulia kulikuwa na sheria motomoto. Ikiwa na maana kwamba kuja kwa ile maji ikaonekana kuna sheria motomoto kwenye mkono wa kulia. Okay. Na tunaposema sheria maana ni maneno ya Mungu. Okay. Nafikiri soma ile andiko vizuri. Yani sijui tusemeje. Tuseme unaweka kama kitu fulani ni sababu ya kitu fulani. Kwa mfano, umesema kuangaza kwa Mungu yakatokea maji. Kutokea kwa maji kukasababisha kutokea kwa sheria. Yaani unavyoweka ni kama mwangaza ulisababisha maji yakasababisha sheria motomoto. Hivyo ndivyo inavyoenda. Hivyo ndivyo inavyoenda. Yaani unavyoongea ndivyo inavyoenda. Wewe usiti kusababisha. Okay, ilimaanisha. Kumaanisha. Okay. Yaani kwamba aliangaza, kuangaza kwake kukasababisha maji yakasababisha sheria motomoto. Unaona bana. Sasa hivyo ukiiweka hivyo, watu wasomaji wa Biblia wanaweza kukubishia kwamba hii yani imekuwa kama cause effect, sababu na matokeo. Sababu na matokeo yake. Ndio, unaweza pale umesaidia. Ni vizuri, inabidi kila kitu kiwe mwangaza, kiwe wazi. Okay. Unaona ile andiko inasema hivi, Mungu akaangaza katika mlima Parani. Sikia, Mungu akaangaza katika mlima Parani. Akaja Meriba Kadeshi. Akaja Meriba Kadeshi. Mkono wake wa kulia kulikuwa sheria ya motomoto kwao. Huyo aliyekuja Meriba Kadeshi ni nani? Hapo sasa Meriba Kadeshi ni maji, ikiwa na maana ni sheria ya Mungu, kwa sababu unaposikia maji ina maana mingi. Kuna maji ambayo inaashiria kuoshwa, inaashiria utakaso, inaashiria msamaha, inaashiria maneno ya Mwenyezi Mungu, yote inaitwa ni maji. Unaposikia maji katokea, inakuwa na maana kwamba ni sheria ya Mungu yenye kuosha watu watokwe katika mambo ya uchafu. Kwa hiyo huyo aliyekuja Meriba Kadeshi, sheria ya Mungu, hapana mtu, sheria kwanza ya Mungu. Si kwamba Mungu ndo alikuja kama vile tulivyosema alikuja Parani, alikuja Seiri, sio kwamba na hapo yeye mwenyewe Mungu alikuja Meriba. Kisha kuwa pale wanasema kwamba mkono wake wa kulia, inakuwa na maana kwamba kuna Mungu ametuma mtu, au mkono wake mwenyewe wa kulia kulikuwa na sheria. Ile maji ilimaanisha sheria ya Mwenyezi Mungu kwenye mkono wa kulia. Sawa. Kama palipatikana sheria ya Mwenyezi Mungu kwenye mkono wa kulia kwa dalili ya kuja kwa ile maji, ina maana kama pale Parani pale Mungu alitia sheria. Ndio maana ukisoma katika 2:2 Yeremia, Mungu anawakumbusha wana wa Israeli, si nyinyi mlinifuata Parani? Okay. Soma 2:2 Yeremia usikie. Alafu tufafanue sasa nani anayehusikana hapo. 2:2 Yeremia. 2:2 Yeremia. Sawa, mstari wa 2 unasema, nenda ukalie masikioni mwa Yerusalemu ukisema, Bwana asema hivi, na kukumbuka hisani ya ujana wako, upendo wa wakati wa kuposwa kwako, jinsi ulivyonifuata huko jangwani katika nchi isiyopandwa mbegu. Israeli walikuwa utakatifu kwa Bwana, malimbuko ya uzao wake, wote watakao mula watakuwa na hatia, uovu utawajia, asema Bwana. Inatosha. Unasikia hapo? Kumbuka vile ulivyonifuata.
kwenye mlima gani? Kwenye jangwa gani? Ndio lile la Parani. Kwa hiyo walivyomfuata walipewa nini? Si ndio walipewa maji kabisa? Si ndio hiyo nakwambia. Walipewa na mwangaza. Si ndio mimi nakwambia, maana walimfuata. Inamaanisha kwamba kwenye Waisraeli wanatoka hapa mpaka wanamfuata Mungu kule. Ndio. Sikiliza hapo. Ndiyo. Mungu alikuwa wana wa Israeli. Okay. Alikuwa kwanza Israeli, ndio sababu alimtokea Musa. Ndio. Akatokea kwenye mlima Seiri, ikimaanisha Yesu. Ndio. Akatokea mlima Parani. Hapa Mungu anasema mulinifuata kule Parani. Ndiyo. Kwenye jangwa. Ikiwa na maana kwamba kule Parani Mungu yupo. Kuna kitu walipewa hapo Parani walivyomuomba. Ndio. So unasikia hapa anakuambia Mungu aliwaambia. Hicho kitu ni nabii. Soma kwanza hapo. Okay. Lakini hicho kitu sio nabii. Itakuwa ni nabii, nitakuonesha ni nabii. Tunaenda taratibu. Nenda ukalie masikioni mwa Yerusalemu ukisema, Bwana asema hivi, na kukumbuka hisani ya ujana wako, upendo wa wakati wa kuposwa kwako, jinsi ulivyonifuata huko jangwani katika nchi isiyopandwa mbegu. Ulinifuata huko jangwani. Inamaanisha kama Mungu akiwa pale, bi maana kuna mpango wake mtakatifu hapo. Sijatoa mtu, sijatoa nabii. Mimi niko nataka kwanza nikupeleke kwanza kukuosha, kukuonesha kama hapo Parani kuna mpango wa Mungu. Hichi kitu ukikielewa kama kuna mpango wa Mungu, ndio nakuonesha sasa nabii wake alikuwa anakusudia ni nani. Sawa. Lakini kwanza tupate kujua kama hapo kuna mpango wa Mungu, kwa sababu tizama Mungu anatia mwangaza. Jambo la kwanza, tizama Mungu anawaambia mnifuate kule. Tena kuna nafasi Mungu anawatuma, nendeni huko. Soma hapo hapo kwa Yeremia 10 anasema, maana vukeni mpaka visiwa vya Kitimu mkaone, tumeni watu waende Kedari, mkafikiri sana mkaone kwamba jambo kama hili limekuwa wakati wote. Unasikia hapa? Sasa hapa, so unasikia hapa Mungu anakuambia, rudia tena ku 2:2 kisha urukie pale ku 10. 2:2. Nenda ukalie masikioni mwa Yerusalemu ukisema, Bwana asema hivi, na kukumbuka hisani ya ujana wako, upendo wa wakati wa kuposwa kwako. 2:2 hapo. Ndio, jinsi ulivyonifuata huko jangwani katika nchi isiyopandwa mbegu. Unaona sasa kenye ninakulenga hapo? Ulinifuata. Maana Waisraeli wanapotoka nyumbani kwao, wanaenda huko jangwani Parani, wanakuwa wanamfuata Mungu huko. Kama vile watu walikuwa wanatoka nje wanamfuata Mungu Israeli. Sasa Mungu nao wanamfuata hapo Parani. Ili tujue kama hapo Parani kuna mpango wa Mungu, rukia ku 10. Kisha ulete ile swali unalokusudia. Sawa, ngoja nirukia kabisa, nisome kabisa 10. Maana vukeni mpaka visiwa vya Kitimu mkaone, tumeni watu waende Kedari, mkafikiri sana mkaone kwamba jambo kama hili limekuwa wakati wowote. Sasa tupe tafsiri katika Biblia ya Verbum. Tafsiri nasema inaelekea hotuba ya Yeremia katika miaka ya kwanza, kisha wito wake, kisha wafalme makafiri Manase na Amoni, maisha ya kidini ilizalauliwa. 10. Okay. 2:10. 2:10. Ndio hapa. Visiwa vya Wakitimu, maana yake upande wa magharibi, bahari ya kati. Kedari ilikuwa mji wa Arabuni upande wa mashariki. Yeremia anasema angalieni kila upande. Unaona bana? Sasa hapo kwenye Mungu anasema mulinifuata mimi huku Parani kwenye jangwa. Kitabu kinasema nendeni huko. Ni wapi wanasema? Ni Arabuni. Kwenye nani? Kwenye Kedari. Kedari ni mtoto wa pili katika kizazi cha Ismaili. Okay. Soko unaona bana. Hili ni jambo kwanza ulifahamu. Kwa hiyo Mungu ameangaza kote kwenye Waisraeli wamepapita hapo, walikuwa wanapitia kwenye Parani. Yaani ni Arabuni, sehemu ya Ismaili kwa kizazi cha Ismaili. Mungu akawatolea maji ni hapo hapo Parani. Chochote alichowafanzia cha kheri cha baraka ni hapo hapo Parani, yani ni Arabuni kwa Ismaili. Ndio sababu nilikwambia kabla tujapata mtu, tujue kwanza sehemu hiyo ni sehemu gani na Mungu alikuwa na mpango gani hapo. Sawa. Sasa swali langu nilokuwa nauliza kwanza kwamba unaposema walienda pale kwa sababu walikuwa wanamfuata Mungu. Wao Parani kwenda sio kama walikuwa wanamfuata Mungu. Wao walikuwa wanaongozwa wakiwa katika safari yao. Sio kwamba walitoka nyumbani kwa ajili ya kwamba tunaenda Parani pale kuna Mungu. Tangu wao wanakotoka walikuwa na Mungu wao. Kabisa. Ila wao walikuwa wanakosea Mungu anawaacha, anawarudia tena. Na hiyo ya Parani mwangaza, ile ambayo tulisoma na Medad ni ule mwangaza wa kuangaziwa kabisa ili waweze kuona. Alivyowajia Meribath Kadesh walikuwa na shida ya maji. Pale Meribath Kadesh wakapata maji. Kwa hiyo sasa hivi tunataka, yani inaonekana kama kuna hata ile ya nini Seiri uliosema alikuwa anasemwa Yesu. Wao hawakuwa na shida ya Yesu. Walikuwa na shida kwamba tunang'atwa na nyoka tunakufa. Tunataka ukombozi, wakapewa nyoka wa shaba. Sio kama walipewa nabii pale kwamba walipewa Yesu. Hawakupewa Yesu, walipewa nyoka wa shaba ili iwasaidie kupona. Na Yesu baadaye anasema kama vile ambavyo
Musa alimuinua nyoka, haina budi mwana wa Adamu naye kuinuliwa. Sio kwamba jamani yule nyoka aliyeinuliwa wa shaba alikuwa ananitabiri mimi. Ila aliinuliwa kwa ajili ya kuwaponya wao katika yale matatizo yao ya kung'atwa na nyoka. Ndio maana nilikwambia hivi. Unaona hapo unaposema ni vizuri sana. Alafu unakuwa umenisaidia kukukumbushia lile nililokuambia hivi. Mungu anaweza katenda kitu, kumbe anatabiri kitu. Si nikwambia hiyo katika Isaya? Mungu anaweza katenda kitu mwanzo kwa kutabiri cha baadaye. So unaona hapo kama walifanya hiyo, walinatwa na nyoka. Kisha Musa Mungu akamwambia tengeneza hii, kumbe ilikuwa ni utabiri wa kuja kwa Yesu. Si kwamba hapo ni Yesu, ila ni utabiri wa kuja kwa Yesu. Lakini sasa je, hata kama tutasema hivyo, kwani Yesu ametokea Seiri? Naam? Yesu ametokea Seiri? Hakutokea Seiri. Ametokea Bethlehem. Haya, sawa. Hapo Seiri. Tunaweza tukasema labda kwa sababu vile aliinuliwa na Musa anasema hapo Mungu aliwajia hapo Seiri. Inamaanisha hapo palikuwa na Mungu. Ina maana tunaweza tukasema na Mungu hapo alikuwa na mpango na ndio maana unaona alimleta mtu fulani hapa Seiri. Kama vile tunavyotaka tuseme Mungu alikuwa na mpango Parani akamleta nabii Parani. Kwa sababu wana wa Israeli hapo Parani walifanyiwa hivi na hivi. Na Seiri tunaona walifanyiwa na Sinai walifanyiwa. Je, hapo Seiri umesema ni Yesu. Na huku Parani tunasema, lakini tunavyoviona hapa kila sehemu kuna kitu kabisa kilifanyika. Yaani kwa mfano Seiri tunaona kweli kilitokea kama hivyo nyoka aliinuliwa. Haya pale mwanzo tumesema mwangaza. Yaani Medadi kule kasema mwangaza na ni kweli mwangaza ulitokea. Wakati huo sisi tumeanza kumtafuta nabii. Ndio maana anasema kuna maandiko mengine ambayo yatapishana na ule mwangaza na usema Medadi. Yako mengi. Sawa, ila mimi ninachokusudia kuambia tena nimekirudilia hiki. Leo ndio inakuwa mara 3 na kurudilia. Mimi nataka kukuonesha kama hapo Parani kulikuwa mpango. Jambo la kwanza umeuliza hivi. Umesema wana wa Israeli walikuwa wanapita tu. Ndio. Sawa? Walikuwa wanapita, si kwamba walikuwa wanamfuata Mungu wao. Walikuwa na Mungu wao. Dio. Lakini walikuwa wanapita. Sasa kama mimi nakuonesha pale kulikuwa mpango Mungu anakusudia kufanya pale Parani. Dio. Wa utume wa kutokea nabii. Jambo la kwanza kabla tujampata hiyo nabii. Si walipita? Okay. Wakafika mpaka wakapata ahadi, nchi yao ya ahadi. Baadaye Mungu aliwaambia nendeni huko. Kwa nini aliwaambia warudi huko? Kwa nini aliwaambia warudi huko? Ni kukonesha kuwa hapo kuna mpango. Okay. Kuna mpango wa Mungu kwa sababu Mungu amewaambia rudini huko. Okay. Waishapita siku nyingi. Ndio sababu 2:2 wanakwambia kumbukeni muliponifuata huko kwenye jangwa la Parani. Maanake walipotoka Misri wakafika mpaka pale Parani wakaika. Mungu anasema walikuwa wanamfuata yeye. Ina maana Mungu alikuwa pale Parani. Kama vile Jerusalem, Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa pale kwenye ile nyumba. Watu wakitoka huku na kule wanamfuata Mungu kwenye ile nyumba. Na ndio hapa Mungu anakuambia hapo Parani, kwenye ile jangwa la Parani, wana wa Israeli kutoka Misri walimfuata Mungu hapo. Na ndio maana walikaa siku nyingi hapo Parani kwa sababu hapo kuna makao ya Mungu. Ndio sababu nimekuonesha kwa 14:6 inasema El Parani, Mungu wa Parani. Maanake hapo kuna mpango wa Mungu. Sawa? Hilo ni jambo la kwanza. Alafu jambo la pili, chochote kenye kimetendeka hapo kwa kuashiria kwamba hapo kuna mpango wa Mungu. Lazima wakitakasika, wanatakasikia hapo. Wakipewa maji, wanaipewa hapo. Wakifanyiwa kadha wa kadha, wanaifanyiwa hapo. Ikiwa na maana hapo kwenye mpango wa Mungu wa kweli ndiko ambako kuna faida kubwa ya mwanadamu kupata ukombozi, kupata kuoshwa, kupata kusamehewa, ni hapo. Ndio maana Mungu anamwambia rudi lini kule. Tunasoma kwa Yeremia 2, Mungu anamwambia nendeni mrudi kule kwenye, ikiwa baada ya nyinyi kuweza kukosa. Pale 2:2, ukisoma 2:2 unateremka mpaka 10, utaona wamemkosea Mwenyezi Mungu, wamemwasi Mwenyezi Mungu. 10 ndio Mungu anasema vukeni, mrudie kule kwenye jangwa la Parani, kule kwa Kedari. Mkaone kama haya mnayoyafanya yamefanyika kule. Pale kwenye kitabu cha Yeremia, huku chini wanakutafsiria wanakuambia kwamba pale Parani kwa Kedari maana yake ni Arabuni. Okay. Mungu anapowaambia wana wa Israeli baada ya makosa yenu rudini pale, itakuwa hakuna sababu ya pale Parani ili wasamehewe. Rudini pale Parani, kwenye jangwa la Parani mrudie, maanake kuna kazi pale. Unaona bana. Sasa kinachotaka kitafutwe sasa. Tunapotaka tutafute sasa jambo. Hapo Parani ni wapi?